Ndugu zangu wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuwa pamoja nanyi mahali popote mlipo. Naomba niwatakie amani na baraka ziweze kuwa juu yenu. Mimi ni wenu mtumishi Francis Ndasha, na kwanza nataka niweze kuwakaribisha kwenye debate. Tuko na debate kubwa ambayo itafanyika sehemu ya Mtwapa. Mtwapa iko katika kaunti ya Kilifi, na kutoka barabara kubwa ya kuenda Mombasa kwa Tumalindi, ukiwa Mtwapa kuna mahali ambapo utaingia kama kilomita 2, kuna mahali panaitwa Zebula Community. Zebula Community. Katika Zebula Community kuna kiwanja hapo ndani kinaitwa kiwanja cha Ken. Tuko na mdahalo mkubwa ambao walimu wa Kiislamu ambao wanaaminika East Africa ama Afrika Mashariki, wakiongozwa na Dr. Sule. Dr. Sule anapatikana kwenye mitandao ya kijamii. Dr. Sule utapata hoja zake ameweka kule kwa YouTube. Dr. Sule utapata hoja zake ameweka kwenye mtandao wa TikTok. Na hivyo tumeona tuweze kupatana moja kwa moja. Huu mjadala ni awamu ya 3, kwa sababu awamu ya kwanza tulifanyia Tanzania, awamu ya pili tulifanyia Tanzania, awamu ya 3 tunafanyia Kenya, huku pwani. Sehemu hii ambayo nimeshaitaja ni sehemu ya Mtwapa, na kiwanja kiko ndani ya Zebula Community. Zebula Community. Zebula Community ni mtaa unaitwa Zebula. Huo mtaa wa Zebula kutoka barabarani ni kilomita 2 kufika katika hiyo Zebula Community. Hapo nje utapata ya kwamba pana mlinzi ambaye ako hapo nje, ambaye kama uko na gari nafungua unaingia mpaka ndani. Huko ndani ndio tutakuwa na mjadala wa amani pamoja na kuombea nchi yetu ya Kenya, na mkutano umeandaliwa na Wakristo na kualika Waislamu. Kwa hivyo hata Dr. Sule tunaomba tuweze kumfahamisha ya kwamba security yake iko na imewekwa vizuri. Yaani akiwa hapa Kenya atakuwa mikononi mizuri, asiwe na shaka hata moja. Na wale ambao ni Wakristo, wale wanapenda kusikiliza midahalo, msiogope. Midahalo ambayo tunaifanya kwa sasa ni midahalo ya kisomi, sio midahalo ya kihuni. Ni midahalo ya kisomi, midahalo iliyo na utaratibu. Sio ile midahalo ambayo watu walikuwa wanafanya mara wanamalizia kupigana. Midahalo yetu ni ya kisomi iliyo na taratibu zake. Kwa hivyo hakuna mahali tunafanya mdahalo alafu tunamalizia kufurugana. Tunamalizia kwa uzuri na kwa wema. Na pia hiyo midahalo inatusababisha tuweze kuwa na umoja na udugu. Tukishamaliza mdahalo unapata ya kwamba unaongeza rafiki. Ima wewe ni Mkristo unapata rafiki ambaye ni Muislamu, na mnaendelea kuzungumza maneno ya Mungu kwa uzuri. Kwa hivyo wale ambao huwa wanaogopa kuhudhuria midahalo kama hiyo, naomba niwatolee wasiwasi na waondolea kwamba midahalo yetu ni midahalo ya amani, ni midahalo ambayo ina utaratibu wake. Kuanzia jana tunazunguka Mtwapa na vitongoji vyake. Tuko na gari ambaye tumeweka maspika juu, tunaenda tukiwatangazia watu waweze kuhudhuria mkutano, na pia tumeweza kupeana barua kwenye misikiti mbalimbali ili Waislamu waweze kuhudhuria kongamano hilo la kihistoria. Kile ambacho ningewaomba ni ndugu zangu wa Kristo, wale wanaopenda mema
wale wanaopenda jambo kama hili la kuwahubiria Waislamu niwaalike katika kuchangia mkutano. Mkutano uko na gharama kubwa. Hapa tunapokaa tunakaa kwenye hoteli. Hapa tunapokaa kuna gharama zake, mkutano mwenyewe una gharama zake, na vile vile tunakuwa na walimu wengi. Tutakuwa na walimu wengi. Tuko na walimu kutoka Nairobi na tutaweza kuwa na gharama nyingi. Kwa hivyo wale wote ambao ni wapenda midahalo na wale wanapenda ujumbe ukiwafikia Waislamu, ninatumai ya kwamba mtakuwa wenye kusupport kile ambacho Mungu amekuruzuku nacho. Tuchangie. Tunachanga kwa sababu ya mkutano, hatuchangi kwa sababu ya jambo lingine. Tunachanga kwa sababu ya mkutano. Na nilikuwa naomba kama itawezekana Wakristo tujitolee, iwezekane kama inawezekana tuwe tunafanya kwa miezi mitatu, tunafanya mdahalo mkubwa, na tunafanya katika territory ambazo ziko na Uislamu mwingi. Hapa Pwani, Garissa, Mandera, tumetoka mahali kunaitwa Isiolo. Isiolo tulifanya mkutano mzuri, ingawa ulikuwa ni wa Waislamu, walikuwa wametukaribisha. Sasa tunatakikana tupange mkutano wetu Isiolo, tuwaalike Waislamu katika uwanja kule Isiolo. Kutoka hapo tunaweza kwenda mpaka mbele, mahali popote pana Waislamu. Tuhakikishe ya kwamba tunafanya mikutano ya midahalo. Wakati ambapo unataka kumhubiria Muislamu, ni vizuri kumuita pia yeye aweze kutoa hoja zake. Maana ukienda kutaja Muhammadi, uende ukataja Qur'ani, kama hayuko anakuwa na hasira. Anaweza kukushambulia wale ambao hawajasoma. Kwa hivyo ili kuondoa hayo, ni kualika, kuwaita maimamu, kuwaita mashehe na walimu ambao ni maustadhi, ambao wanaaminika kuwa wana elimu ya kuutetea Uislamu. Hebu uweze kuhakikisha ya kwamba unatoa hoja za ukweli ambazo unawatolea Waislamu. Natumai ya kwamba mjadala utakuwa wa faida na watu wengi wataweza kuokolewa. Wale watu ambao Mungu anawaokoa kutoka kwa Uislamu ni wengi tu, lakini sisi hatuko kwa sababu ya kuwatangaza au kusema namba zao. Kile ambacho tunataka tuwaeleze ni ya kwamba watu wanatoka Uislamu kupitia hoja zinazotumiwa kwenye debate. Kwa hivyo debate ina faida, inamfurahisha Mungu, na pia ina faida kwa ajili ya kuokoa watu, kuwatoa kwenye giza, kuwaleta kwenye nuru. Kwa hivyo sisi, Biblia inasema ya kwamba tunafananishwa na kondoo ambao tumetumwa kwa mbwa mwitu. Tuwe na busara na tuwe wapole ili misheni yetu iweze kufaulu. Niwatakie amani ya Bwana. Namba ya M-Pesa ambayo inatumika, namba ya M-Pesa ambayo tunatumia ni namba yangu, ambaye unaweza ukaweka alama ya kujumulisha, ndio inaitwa kwenye Kiingereza plus, alafu 254 705 602 959. Majina yangu ni Francis Ndacha. Kwa hivyo wale ambao mngetaka kuchangia mdahalo, wale ambao mnawema, mnapenda midahalo, tunawakaribisha, changieni, na mnapochangia mkutano utaweza kufanyika kwa njia nzuri. Mungu wa neema zote awabariki na awaonekanie. Bye bye.